Wa madhhabu al-insani, Sheikh anasema, na madhhabu ya mtu, ma qalahu akhiran, ni yale aliyosema mwisho. Madhehebu ya mtu yatachukuliwa kwa yale aliyosema mwisho. Zamani alikuwa hivi, alikuwa vile. Mtu hukumiliwi zamani kwamba zamani kwanza wewe ulikuwa hivi. Zamani idha taba, takapokuwa mtu ametubia, haambiwi kwamba sasa wewe tutatuambia nini bwana, wewe ulikuwa zamani wafanya kadha wa kadha. Maana ukitafuta hiyo zamani, hata masahaba hakusalimika na hiyo zamani. Wako katika wao waliokuwa wakiabudu masanamu zamani, wakati wa jahiliya, kabla ya kuwajilia wao nuru ya Uislamu. Lakini ilipokuja nuru ya Uislamu, wakawa mabwana wakubwa katika Uislamu, na mpaka leo, na mifano iko mingi tu. Kwa hiyo mtu haukumilii kwa zamani, bali wengine wanahukumu watu mpaka kwa wazazi wao. Kwanza babu yako au babu yake babu yako au baba yako alikuwa kadha kadha wa kadha hapo zamani. Sasa hii si sawa. Kwanza wewe mwenyewe umesilimu. Hata Abu Bakar alisilimu, Umar alisilimu, Uthman alisilimu. Nani ambaye katika masahaba hakusilimu? Ni wachache ambao walizaliwa katika Uislamu. Lakini saadatul muhajirin wal ansar kulluhum aslamu baada an kanu mushrikin. Kwa hiyo tunataka kusema, na ndio usawa, madhhabi ya mtu na msimamo wake unachukuliwa kwenye wakati wake wa mwisho. Yukoje hivi sasa na amekufa katika hali gani? Yaliyopita yashapita, kama akiwa ametubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haambii kwamba kwanza wewe ulikuwa mlevi zamani. Zamani. Kwa hiyo